Ni wasaa na nyakati nzuri ambazo wana Chelsea wanatarajia ni 1995 hasa kutokea nchini Tanzania, ambao tumekuwepo hapa mara zote kuweza kuletea uchambuzi yakinifu, uchambuzi uliotukuka wa lugha hadhimu ya Kiswahili pale ambapo michezo ya Chelsea inakuwa imepita kwa siku hiyo. Na leo tulikuwa na mchezo mmoja ambao ulikuwa unatuhusisha sisi pamoja na AFC Napoli kutoka kule nchini Italia. Tulikuwa ugenini kwenye uwanja wa Armando Maradona na tumefanikiwa kupata ushindi wa mabao matatu kwa mawili, mabao ambayo yametufanikisha kuweza kutinga hatua ya 16 bora klabu bingwa barani Ulaya. Na mabao ya Chelsea kwa siku ya leo yameweza kufungwa na Joao Pedro mabao mawili, lakini Enzo Fernandez kwa njia ya mkwaju wa penati, mchezo ambao umetufanya sasa tumetinga hatua inayofuatia, na tunasubiri tutapambana na nani kwenye michezo hiyo ambayo inafuatia 16 bora. Kikosi cha Chelsea kwa siku ya jana, Marco Correa, Wesley Fofana, Reece James pamoja na Malo Gusto walikuwepo uwanjani, lakini kwenye double pivot Moi Caicedo pamoja na Andrey Santos, Estevao Willian pamoja na Pedro Neto kwenye winga, lakini namba 10 alisimama Enzo Fernandez, lakini Joao Pedro yeye alitumika kama Ronel striker ambaye alikuwa peke yake kule juu, bila kumsahau Roberto Sanchez ambaye alipata nafasi ya kusimama kwenye milingoti mitatu. Tuko hapa kukuletea kile ambacho kimeweza kujiri kwenye mchezo huu. Kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kujiri, lakini machache kati ya mengi yale ambayo umeweza kuyaona utapata kuyasikia hapa. Tuko watu 4, lakini unaweza kuhesabu kama milioni 4 hivi. Hafiz Mnacho, Simon Barnabas pamoja na Tosenti atakuwepo hapa pia. Mimi naitwa Himidiwe Kabuje, Mbrazil anayecheza kupitia mdomo, na nitakuwa na kuongozea jahazi hili mpaka pale ambapo ndasema bye bye. Nianze na Hafiz Mnacho ambaye kwanza nimekutajia kikosi ambacho kilipata kuanza, lakini natamani kujua hasa kwa kile kipindi cha kwanza nini ambacho mwalimu alikuwa anakitarajia. Ukitazama kwenye ile backline ambayo aliweka, kuna mafullback watatu kwenye kikosi, Michael Correa, Reece James pamoja na Malo Gusto, wote wapo kikosini, lakini center back alikuwepo mchezaji mmoja pekee ambaye ni Wesley Fofana. Kwanza mwalimu alikuwa anataka nini kwenye mfumo huu ambao alianza nao, na kitu gani ambacho alikuwa anakitaka, na je kilifanikiwa kwa kile kipindi cha kwanza ambacho tulikuwa tunacheza na wachezaji wa aina hii kwenye eneo la mwisho? Kwanza kabisa nafikiri kwa the way ambavyo kikosi kilitoka, wengi walikuwa wanashangazwa na uwepo wa Reece James kwenye maeneo ya beki wa kati, kwa sababu sio eneo lake ambalo anaoperate kwa nafasi nzuri au kwa nafasi kubwa tunaweza kusema. Kwa hiyo mwalimu kumwanzisha pale, mimi nilijaribu kuelewa kwa baadhi ya vitu baada ya mchezo kuanza, kwa sababu tulikuwa tunaona pindi ambapo tunakuwa na mpira tunaona Reece James anatanua mapana ya uwanja kwenda kulia, akimruhusu Malo Gusto pamoja na Estevao Willian wasogee juu. Hapo Estevao Willian anaingia kama inside 10 ambaye atasaidizana na Enzo Fernandez kwenye eneo lile, alafu Gusto anaoperate kwenye flank ya kulia. Kwa hiyo nafikiri huu ndo ulikuwa mpango hasa kwenye upande wa kulia. Kwenye upande wa kushoto Marco Correa alikuwa hapandi sana kwenda juu kwa sababu ya work rate ambayo Pedro Neto huwa anaitoa kwenye kutrack back mara nyingi. Kwa hiyo nafikiri huu ndo ulikuwa mpango wa mwalimu, yani kuwapin zaidi wapinzani pindi ambapo mnakuwa na mpira, na the way ambavyo anakuwa anaidumisha ile close proximity, kwa maana ya kwamba wachezaji wawe karibu. Kwa hiyo ili kuisaidia timu ambapo pindi ambapo tunapoteza mipira iweze kurudi kwa uharaka. Nafikiri kwa dakika fulani alifanikiwa kwenye baadhi ya maeneo kama hayo kwenye kipindi cha kwanza. Kwa hiyo baadaye nafikiri baada ya kupata goli wachezaji walikuwa kama wamerelax, yani kwa sekunde kadhaa pale ndo pindi ambapo magoli mawili ya Napoli yakapatikana. Kwa hiyo unaona kabisa ulikuwa ni mpango ambao sio mpango hasi kwa approach ya game, ila ulikuwa ni mpango fulani chanya, lakini kwa the way ambavyo wachezaji labda walisinzia kwa dakika kadhaa, kwa sababu ukiangalia kwenye goli la kwanza mtu anaondoka anatokea kuanzia nyuma anaenda tu, yani watu wanamsindikiza anafunga goli. Hata goalkeeper pale nafikiri alikuwa surprised kwa aina ya tukio ambalo alikutana nalo. Goli la pili nafikiri
kuwekwa kwa Reece James kwenye maeneo ya katikati, pia mchezaji akiwa anajisahau pale kwenye nafasi ambayo yupo, nafikiri unaona hata Fofana alichelewa kufanya execution ya tukio. Kwa hiyo ni kitu fulani ambacho kilikuwa kinaleta changamoto kwenye mchezo dhidi ya Napoli. Kwa hiyo nafikiri tactical analysis ya coach ilikuwa nzuri, ila wachezaji ndio walimwangusha kwa nafasi fulani. Bwana Simon Barnabas, Napoli hajapoteza mchezo wowote kutokea mwezi Disemba 2024 kwenye uwanja wake wa nyumbani. Ungekuwa wewe ndio mwalimu sasa, Liam Roreina, ungetumia zile mbinu ambazo mwalimu alikuja nazo, na ni kitu gani ambacho mwalimu alikitazama zaidi ukiwatazama Napoli, namna ambavyo wapo kwenye ubora wao hasa wakiwa nyumbani, na yapi madhaifu yao ambayo mwalimu alipata kuyaona siku ya jana na mpaka akaweza kuyatumia tukaweza kuibuka na ushindi ule ambao ulikuwa ni wa muhimu sana kwetu sisi? Sasa yani alichokiangalia mwalimu ni kwamba Napoli lazima jana wangekuja kwa sababu ilikuwa ni must win game kwao ili kusudi wapata hata ile playoff. Kwa hiyo Napoli tunajua mfumo wake wa Conte ni wa back 3 akitegemea ma wing back wake ndio asili yake kubwa. Hapa tunamzungumzia yule Spinazzola pamoja na jana alikuwa ni Ilmas kwenye wing back nyingine. Ndio huwa anawategemea kama sila yake kubwa sana. Sasa mwalimu alikuja na mpango wa kuchezesha mabeki. Alikuwa anacheza, ilikuwa ni 3-4-3. Yaani mabeki walikuwa ni watatu, viungo walikuwa ni 4, lakini juu pia walikuwa watu watatu. Hapa nikimaanisha kwamba mabeki alikuwa ni Kukulea, anakuwa na Fofana pamoja na James. Pindi hicho Marogusto na Pedro Neto walikuwa na act kama ma wing back. Yaani wakiwa wanaungana na pamoja na Caicedo pamoja na Di Santos katikati pale kwenye pivot hivi. Lakini juu ulikuwa unamkuta ni Enzo, ulikuwa unamkuta Estivao pamoja na Joao Pedro. Huu mfumo ungeweka, lakini ulipata changamoto moja ambapo pia baada ya kukaa kidogo nianza kumuelewa mwalimu, kwa sababu huu mfumo wa beki watatu unahitaji beki ambaye anaweza kukaba eneo kubwa la uwanja, na aliamini James anaweza kufanya hiyo kazi kwa sababu ni mtu ambaye anacheza kwenye mapana ya uwanja kule kama fullback. Kwa hiyo kuoperate eneo kubwa, yani kukaa kwenye ile half space na kuoperate kati kama fullback, muda mwingine kama right back, ingeweza kumletea faida kubwa sana. Ila kwa bahati mbaya James ni fullback, kuna muda alikuwa anajisahau kabisa, unakuta yuko mbele, unakuta ameingia katikati zaidi, anaacha magep. Kwa mfano goli la kwanza kosa limeanza, ile nafasi ilikuwa ni nafasi ya Fofana kurecover ule mpira, ila bahati nzuri Andy Santos akawa ametrack back mpaka akawa amepata ule mpira, akaupiga. Alipoupiga angalia James alipokuwa aliuparaza aliuparaza kwa kichwa, alikuwa eneo la fullback, yani mbele kabisa. Akashindwa kuja kutrack mpira, akashindwa kurudi kukaa kwenye nafasi yake ambayo ilibidi awepo kipindi na anaokoa ule mpira. Andy Santos akaparaza ule mpira kwa kichwa kidogo, wale Napoli wakawa wameupoka tena, wakawa wameondoka nao. Mpaka ile jamaa ana dribble mpira mpaka anaenda kufika kwenye box hapa kwenye ile eneo ambalo James hawepo hapakuwa na mtu yoyote. Anafika pale Fofana anakaa, anazuia njia, anajua jamaa lazima atakati ni kwenda mbele, yani kuingia ndani kusudi akatafute kevu. Yeye jamaa pia akawa mjanja pale akamzunguka Fofana kupitia upande wake wa kulia ambao Fofana kwa hajajiandaa nao kwamba jamaa angeweza kupita kule, na akapiga mpira wa chini. Kwa Roberto Sanchez kuruka haraka pale kufikia ule mpira ilikuwa ni ngumu sana kwake, ikapelekea goli la kwanza. Hata goli la pili pia James yako kwenye nafasi yake. Kwa hiyo tukafungwa kutokana na tabia ya mtu ambaye alikuwa amepewa yale majukumu, sio tabia yake. Na nahisi mwalimu alikuja kuligundua hilo, kwa sababu kipindi cha pili yani kinaanza na Paul kwa kutumia madhaifu yale. Yani uko na hatari nyingi zilikuwa zinatokea pale ambapo James alikuwa anajisahau. Ila baada ya kuingia Chalobah
karudi kwenye back four ile halisia kabisa, ukaona kabisa timu ikaanza kutulia na mpira ukaanza kucheza, na Napoli wakakosa kabisa nafasi kwamba wapitie wapi. Yaani mwalimu kwa mfumo ule kuingia nao, lengo kabisa alikuwa anataka kwa pin au mafullback kwa nani wa Napoli, yaani wasipande kabisa. Yaani ukijaribu kupanda ina maana utaacha gap kwa Pedro Neto na Estivao ambao alikuwa anaingia katikati kumwachia Malo Gusto eneo kama la wing ambao alikuwa anacheza kama wing back. Kwa ilibidi wing back atembee na Malo Gusto, mmoja pia atembee na Pedro Neto. Estivao kuingia katikati ina maana ilikuwa na wakipi biza na beki katikati wa Napoli wale. Ina maana pale utakuwa na Estivao, utakuwa na Enzo, utakuwa na Joao Pedro. Kwa hiyo alikuwa anataka kwa pin back wale ma wing back wa Napoli wale. Plan yake ilikuwa ni nzuri kabisa, ila sasa execution ya wachezaji imemwangusha. Na hisi pia alikuwa na plan nzuri lakini akafanya wrong choice ya squad ya sasa kwenye kumtumia Reece James kama right central back, ilimwangusha kwa kiasi fulani. Ila baada ya kurudi kwenye mfumo wake, kwenye mfumo na kila mchezaji akacheza kwenye position yake ambayo ni pendwa, ilikuja kulipa. Tulicontrol game most of the time kwenye kipindi cha pili, tutengeneza nafasi, ukiangalia big chance tulikuwa nazo kama 4 hivi ambazo tungeweza capitalize mchezo mapema kabisa. Ila kwa bahati nzuri pia ambazo tulizipata, tulizitumia na kuweza kupata ushindi katika mchezo wa jana. Tosent, kuna utofauti gani wa timu yetu inapokuwa bila Cole Palmer na anapokuwepo Cole Palmer? Ukitazama jana ni kama kuna vitu vilikuwa vimepungua, lakini baada ya kuingia Palmer ni kama aliingia ufunguo ambao ulisababisha tuweze kushinda mechi. Hebu tuambie namna gani ambavyo Palmer anaweza kuwa bora zaidi kwenye kipindi hiki cha Liam Rosena. Okay, kwanza nipende kwanza asante kwa nafasi hii. Palmer ni mchezaji mzuri na ni mchezaji muhimu sana kwenye kikosi chetu, na nilipenda sana pale alipokuwa hata ameumia, timu ilikuwa inacheza teamwork, hatukuwa tunamtegemea tena. Tulicheza psychology za wachezaji zilianza kucapture kwamba tuwe tunacheza teamwork. Tukianza kumtegemea mtu ambaye ameumia, tutakuwa tunapati matokeo mazuri. Kwa hiyo nilipenda wachezaji walianza kuadapt taratibu, na pengo lake lilikuwa linaonekana kweli, sababu Palmer pengo lake ni halizibiki, yani ni kwamba tu tulikuwa tunajaribu kuficha yale mapengo ambayo alikuwa yupo, lakini mchezaji aliadapt taratibu. Kuna muda tulikuwa tunamhitaji hivyo, lakini mchezaji akishakuwa majeruhi inabidi usubirie taarifa za daktari akishapona. Palmer ni mchezaji muhimu. Jana ameingia kama super sub, ametoa assist 2. Ni mchezaji ambaye tunamhitaji awepo akiwa physically fit. Palmer akiwa physically fit, kupata sisi ushindi Chelsea ni kitu kirahisi sana. Kwa hiyo tunamwombea endelee kwa arudi kwenye fomu yake ile tulioizoea, sababu hapa fomu yake bado haijarudi. Akirudi kwenye fomu yake, mabeki yangu wa EPL na Champions League watapigika sana. Kingine na cha kuongezea kwenye mechi ya jana, mwalimu wetu Liam Rosena, mimi niseme tu kwamba alikosea kufanya experiment kwenye Champions League, kwa sababu hiyo mechi ilikuwa ni ya muhimu sana. Kama ukiangalia hata second half tumeteseka. Second half dakika 45 hadi dakika 55 tulikuwa tunateseka sana kupata mpira. Napoli waliingia na mentality kwamba wanaongoza goli 2, kwa hiyo paki basi watukabe, wazibe kiungo chetu pale, wazibe zile njia ambazo tunataka kupenetrate kwa magoli kwa kina Estivao na kina Pedro kwenda mbele. Kwa hiyo Antonio Conte alijua hapa tunaongoza goli 2. Hapa cha kufanya ni kwenda tunawakaba Chelsea from within. Kwa hiyo mimi napenda kusema mwalimu Liam, mechi ambazo ni za maamuzi asifanye trial. Unajua trial saa nyingine unaweza kufanya trial ukashangaa umepigwa goli 4. Umeona? Kwa sababu tulikuwa tunaona kabisa Chalobah akikaa na Fofana au akikaa na Badiashile kuna link up nzuri. Napoli na wachezaji wa refu, huyu Rasmus Hojlund na
McTominay ni warefu kwenye mipira ya set piece corner, wanaruka juu sana na wachezaji warefu. Reece James, Fofana, Cucurella wote ni wachezaji wafupi pamoja na Gusto. Kwa hata ukiangalia kwenye mipira ya set piece kwa tunateseka sana. Hakuna mtu wa kuingia katikati kwenda kukaba. Ikawa inamfanya kina Joao Pedro kwa sababu ni warefu, Joao Pedro na Enzo waje katikati kusaidia kuruka mipira ya juu. Kwa sababu wale at least ndio wachezaji warefu. Kwa hiyo mechi za maamuzi kama hizi hatutaki kufanya experiment. Hii ni mechi za knockout. Unaweza ukafungwa either ukaenda kwenye kufanya tungeenda kwenye maplayoff huko, tunaweza kukutana na Madrid, tunaweza kukutana na Team Gary, tunaweza tena kuteseka. Na sasa hivi tuna fixtures nyingi hapa katikati, kuna Carabao, kuna FA. Kwa hiyo kuna wakati mwingine mwalimu inabidi asifanye experiment kwenye mechi za zenye maamuzi. Anzisha strong lineup yako. Ukishapata matokeo unakuja kuingiza wachezaji wako ambao unapumzisha wale key players wako, unakuja ukishapata matokeo. Lakini hujapata matokeo, kufanya experiment ya kumchezesha Reece James kama center defender ni kitu cha uongo sana, kwa sababu Reece James anakuwa free pale atakapocheza RB. Hata tunavomchezeshaje kiungo mkabaji tuna force tu, lakini Reece James ni mzuri akicheza RB right back. Na unaona jana alivyoingia Trevoh Chalobah akakana Fofana pale, Reece James akaenda upande wake. Yani timu ilipata muunganiko, tulikuwa tuna build up, ilikuwa ni nzuri build up play. Palmer alikuwa on fire. Yani kikosi kile baada ya kumuingiza Trevoh Chalobah na Palmer, ile ndo strong lineup ya Chelsea inataka ianze. Pale tu sasa hivi mtu ambaye anatu let down ni Pedro Neto. Kwa na imani mwalimu kwenye nafasi ya Pedro Neto sasa hivi natamani mwalimu amtumie sana Garnacho. Natamani kuona link up play ya Garnacho 10 Palmer 11 Estevao. Natamani nione link up play ina work out vipi without Pedro Neto. Aanze kumtumia Garnacho as frequent starter. Alafu tuone itaweka out, sababu hiyo link up nilikuwa natamani sana hiyo partnership muda mrefu hapo, lakini Palmer alivyokuwa majeruhi wakaa kuna ups and downs, Stefano akapata majeruhi, lakini sasa hivi wote wako physically fit. Na imani mechi na Arsenal na West Ham atamtumia Garnacho, Palmer na Estevao kwenye kuanza. Alafu katikati hapa atacheza Enzo na Caicedo. Yani always ninachopenda kusema kwamba winning squad yako usiache hata siku moja, usifanyie trial. Never change your winning squad. Unajua kabisa nikimchezesha Chalobah na Fofana ita work out. Why unafanya experiment kwenye Champions League? This is not Carabao. Kwa sababu hatua tulipofika sasa hivi kila mashindano kwetu ni muhimu. Kila mashindano kwetu ni muhimu, kwa hiyo inabidi kocha asifanye experiment hata kidogo kabisa. Sasa hivi ni unaweka full nondo. Ukishapata matokeo utakuja kufanya sub zako vizuri. Mimi na imani na mwalimu Liam Rosenia, project yake ni nzuri, ameanza vizuri. Ameshinda mechi zake 4 na hii ya 5 tena West Ham, na imani pia atakwenda kushinda na mechi na Arsenal na Carabao next week. I do believe akichezesha strong lineup West Ham tunamfunga na Arsenal tunamfunga, kwa sababu Arsenal ni aggregate ya 3-2 na imani kupata matokeo sisi ni kitu kirahisi sana tukiwa na strong lineup pia. Tuna imani sasa hivi tena majeruhi, hata Lavia amesharudi. Lavia ingaja tumtegemea, lakini strong lineup iliyocheza jana second half na Napoli, tukitumia hiyo lineup kwenye mechi na West Ham hatoki, tukamfunga hata 5-0. Tukicheza na Arsenal hatoki kwenye hicho kikosi na imani. Kwa hiyo mwalimu Liam Rosenia tuna imani naye atatuvusha kwenye nchi ya ahadi pale ambapo atatuchezesha strong lineup. Asifanye experiment. Hatuna majaribio tena sasa hivi. Majaribio ni kwenye pre-season. Sasa hivi hatuna majaribio ya FA wala Carabao wala nini, full nondo. Kwa hiyo ndio hivyo. Okay, nakushukuru sana bwana Tosin, tumemwaga madini kweli kweli. Hafiz Mnacho, tuna sasa hivi tunavyoongea tumeshatinga hatua ya 16 bora ambayo kiujumla ni hatua za mtoano ambazo zinahitaji zaidi mabao. Sasa ukitazama timu yetu imeanza kuruhusu mabao kadhaa kwenye mechi hizi, lakini pia namna ambavyo imecheza dhidi ya Napoli ni inakuonyesha au inaakisi kile ambacho unaweza ukiona kwenye 16 bora nini ambacho kitatokea. Hebu naomba uniambie wapi tunahitaji kupabadilisha, kupaboresha zaidi, na wapi ambapo tunahitaji kutumia zaidi madhaifu ya wengine. Sehemu gani ambayo tunatakiwa tuboreshe zaidi? Bwana Hafiz Mnacho.
Nafikiri kwenye maeneo ambayo yanahitajika labda kuboreshwa zaidi, bado tuna ile mentality ya kwamba kuna kujishauri sana kwenye kufanya passing kwenye baadhi ya moments. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho kilitokea kuanzia enzi za Enzo Maresca na mpaka sasa kwa Liam Rosene kinaendelea. Kwa hiyo nafikiri kwenye knockout stages huhitaji kujishauri au huhitaji moments nyingi sana ili kupata matokeo. Nafikiri iko kitu tulikiona hata kwenye Club World Cup, the way ambavyo tulijaribu kuoperate kwenye baadhi ya michezo na mpaka hata fainali huwezi kuona mistake nyingi kwenye mchezo. Kwa hiyo sehemu ya kwanza nafikiri ni the way ambavyo timu inakuwa inahitajika ichangamke kwenye passing game. Kwa hiyo hili ni eneo la kwanza. Eneo la pili nafikiri pia mwalimu, yeye kama mwalimu, nafikiri kwa experiment ambayo ameifanya jana kama alivyosema Tosent hapo kwamba yani ukiwa out position wachezaji kwenye maeneo yao mama, nafikiri watakupa kitu lakini hawatokupa kile kitu ambacho unakitarajia kwa ukubwa. Na ukizingatia kwenye mechi za knockout ni mechi chache tu ambazo zina uwezo wa kuamua wewe unaendelea na mashindano ama usiendelee, au ama mechi moja tu ya kwanza inaweza kutosha kabisa kwamba wewe unaenda kwenye robo finali ama huendi. Kwa hiyo eneo jingine nafikiri ni kwa mwalimu, yeye kama yeye juu ya selection ya kikosi, kwa sababu anaelewa the strong squad ambayo anakuwa nayo na ambayo ina uwezo wa kumpa matokeo, kwa sababu ukizingatia kwenye mchezo wetu dhidi ya Napoli, nafikiri watu wameona kabisa the way ambavyo una uwezo wa kuwatumia Cole Palmer, Estevao, Joao Pedro, Enzo Fernandez, Caicedo, wote humo ndani na wakakupa kitu ambacho unakihitaji, attacking minded, balanced kwenye swala la kudefense. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho mwalimu kama mwalimu anatakiwa kifanya. Kitu kingine nafikiri kwa mwalimu, nafikiri ajifunze kwa mwenzie Maresca aliyepita kwenye hatua kama hizi. Nafikiri alikuwa bora sana ukizingatia kwenye Conference League msimu uliomalizika msimu jana, nafikiri alifanya vizuri sana baada ya kuingia hatua za knockout. Kwenye Club World Cup alikutana na vigogo pia na akaweza kuwin pale. Nafikiri kwenye knockout kitu kikubwa zaidi ni mentality ya wachezaji kwa mapana. Kwa hiyo ni kitu pia cha muhimu sana kwa kocha kama kocha. Ila kwa wachezaji nafikiri ile hali ya kusinzia, nafikiri ni muda sasa wa kuichukulia kila game ambayo inakuja usoni mwao ya UEFA Champions League kama finali, kwa sababu kila mtu ambaye ni shabiki wa Chelsea na asiyekuwa shabiki wa Chelsea anatambua ni namna gani ambavyo Chelsea inabadilika pindi ambapo inakuwa imeingia kwenye hatua hizi za mtoano. Yani tunakuwa watu wengine wa tofauti kabisa. Kwa hiyo nafikiri ni baadhi ya vitu vichache tu hivyo ambavyo nimeviongea tunaweza kuviboresha, na kama kutakuwa kuna possibility ya mind games kama zinaweza kuchezwa zikamtoa mchezoni pia mpinzani, ndio muda sasa wa kuzitumia, kwa sababu ni msaada pia kwenye mashindano kama haya, kwa sababu bila hivyo sometimes una uwezo wa kujidai unaenda honest, mwisho wa siku unakosa kile kitu ambacho kinahitajika kwa mashabiki wako. Kwa hiyo kwa mimi nafikiri ni maeneo hayo tu ambayo yanahitaji kuboreshwa zaidi. Unatuona finali? Kwa finali itatarajia kwanza nione njia yetu, yani ambayo kwa sababu round of 16 tunasubiri watu wacheze playoff hapo. Watu wakishapiga playoff hizi tujue tunakutana na nani, na njia yetu ya robo finali, nusu finali mpaka finali itakuwa ya nani. Hapo nitakuwa mwepesi zaidi wa kupredict nini ambacho kinaweza kwenda kutokea, na kama haya mambo ambayo nimehitaji yafanyiwe marekebisho akiwa anafanyiwa kazi, hapo naweza kuiona klabu yangu finali kama ilivyo kawaida. Okay, bwana Simon Barnabas, unaweza kumzungumziaje Joao Pedro kwa kile ambacho ameweza kukifanya siku ya jana, aina yake ya magoli aliyofunga na namna ambavyo kwa siku za karibuni amekuwa akipata nafasi ya kucheza na anafanya vizuri? Kwako wewe, unamuona Joao Pedro anaweza katufikisha kwenye ile nchi ya hadi kama ambavyo alifanya kule Club World Cup? Joao Pedro siku hizi ameimprove sana. Yani jana nilikuwa namsikiliza pale, walikuwa anawajua na akina TA na akina Jimmy, akasema kocha wao anaongea naye sana kwamba
akiongeza intensity kwenye game yake pamoja na quality yake, ni moja striker bora sana kwa sasa hivi. Na ni kweli ukiangalia, yani akiongeza intensity kwenye game yake, yani aweze kupambana na mabeki aidha kimwili ama kwa changanya kiakili, ni moja wa striker bora sana. Yani shooting ability yake ni kubwa sana. Jamaa ana shoot sana. Na ana accuracy sana kwenye kushuti kwake. Yani akishuti kumiss target huwa ni mara chache sana. Unaweza kaangalia magoli ambayo aliwafunga walikuwa na Fluminense wa Club World Cup. Alikuwa magoli hatari sana. Cheki goli ambayo alifunga jana, goli ya sasa, ile goli la kwanza. Ilikuwa ile si haikuwa chance, haikuwa chance kamili, ilikuwa ni half chance. Aliweza kushuti pale na akafunga. Asashumu kama anaweza kufunga hizo half chances, akafunga zile chances ambazo tunasema kwamba ni clear chances, ataweza kutusaidia pakubwa sana. Natamani kama tungeweza kumblend Joao Pedro na Liam Delap, yani apate ile physical strongness ya Liam Delap, yeye ule mwili wa Liam Delap, afu awe na hiyo shooting na quality ambayo iko nayo Joao Pedro. Ilikuwa ni moja striker, lakini ndio hivyo, anaweza ka improve. Kuimprove ni kujua kwamba strength yako ni ipi na weakness yako ni ipi. Akishajua kwamba hawezi akawa strong kupambana na mabeki kimwili, atafuta njia nyingine ya kumask off hiyo weakness yake. Anaweza kama Nicholas Jackson tu akawa anawakimbia mabeki, anapewa mpira njiani, anakimbia, anafunga. Pia inawezekana pia. Tunaona striker hivyo hapo tu, kama akina Julian Alvarez, uweze kukuta na gongana mwili na mabeki, ila anajua kabisa kwamba mimi mpira kuweka pale njiani pale na kimbia nao na score. Na nahisi pia Joao Pedro inabidi sasa amuombe sana Palma apone, kwa sababu Nanake anacheza na kina Enzo kina nani, kuna namna kama anateseka, inabidi ajitengenezee goli akafunge. Yani haje atafute mpira kitu nafasi yeye mwenyewe afu akafunga, sababu kidogo kwenye creation ya chances wako chini sana, ageraniwa hawa kina Enzo na watu wengine ambao wachezaji namba 10 kama Palma hayupo. Lakini kama Palma yupo, unaona jana tu moment mbili tunaweza kumaliza mchezo. Yani pasi, kwa mfano ile pasi ya goli la pili, yani pasi Joao Pedro anakimbia, afu pasi inapiga na mzunguka beki pale pale alipo, anakutana nayo, anaenda anafunga nani, anafunga chance kama ile. Ni kitu cha nani sana. Lakini pia kitu kingine improve, kuna muda inabidi atoe pasi mapema. Kwa sasa akiwa ameshuka kwenye mpaka katikati ya dimba akipokea pasi, kuna muda ana ile kutaka kuwa shujaa peke yake, ile pia hahitajiki. Kuna yani kama mtu yupo kwenye nafasi, unamwachia, unakimbia, unapata nani, anakupatia pasi, unatengeneza nafasi, afu timu ina flow. Kwanza ita speed up game. Cha pili pia itaku offload wewe, yani mabeki kwa target kwako, watajua kwa sababu jamaa tukimfuata anaweza katoa mpira sehemu fulani na akakimbia akapokea tena. Kwa hiyo hii kutaka kuwa hero, sidhani kama ni nzuri sana kwake. Inabidi abadilishe kidogo, yani awe na maamuzi sahihi ya pasi, na kusudi aweze kuachia pasi na apate nafasi nyingine ya kukaa kwenye nani yake, ya kukaa kwenye position na kuweza kuscore. Hizo tunasema kwamba ni easy goal, anaweza akascore. Kama alivyomwachia Palma jana, alimwachia pale moja, akakimbia kwenye nafasi, akapewa mpira ule, akafunga. Tuliona hata game iliyoisha alimwachia Stevao tu moja tu, akimbia kwenye nafasi, akapewa mpira. Lakini hii ya kutaka anang'ania mipira, sasa akija upande huu akina Garnacho na akina Pedroneto, huwa atoe sana mpira. Sijui kama ni kwamba huwa hawaamini ama vipi. Lakini mimi mwalimu atakuwa anaona hizo na nini, atamrekebisha. Aki-improve hapo, ni striker bora sana, na pamoja pia aendelee kuwa na consistency. Sio kwamba afanye hivi afu baadaye aridhike, drop na form, itakuwa tutapiga tu makutai. Kwa hiyo tuendelee kumshuhudia, kama kabadilika
tutafurahi sana, atatufikisha kule ambako tunataka sisi. Okay, nikushukuru sana bwana Simon Barnabas, lakini kwa kumalizia kabisa Tosenti, kwa dakika moja ama mbili nataka uniambie unamuonaje Roberto Sanchez kwa tunakoelekea, kiwango anachozidi kuonyesha, tunaweza tukafikia kumuita kwa msimu huu ana sehemu ya kutupeleka kama Chelsea hasa kwenye UEFA Champions League ambako tunaenda kukutana na Magiant? Kwanza nimpe pongezi kubwa sana Roberto Sanchez, kabadilika sana, kawa msaada kwenye timu yetu. Kuna muda beki zinamdisappoint, yeye ndo anakuja ku show up kama kipa, yani amekuwa msaidizi mkubwa sana kwetu. Yani kuna muda anaonyesha uwezo wake, anaonyesha na waziada sasa, umeelewa? Yani amekuwa kama prime Peter Cech yani Roberto Sanchez ametubeba sana kwenye mechi nyingi, ingaje kibinadamu kuna makosa hapa na pale. Kwa hiyo mimi na imani akiendelea na fomu yake hii atatusaidia sana, kwa sababu kuna muda beki inaweza ikawa beki kazingua, kipa lazima show up. Sasa Sanchez siku hizi ana show up. Yani ukiona Sanchez katoa boko sasa hivi ni bahati mbaya. Ameimprove sana ukiangalia misimu miwili ya nyuma na msimu wa sasa hivi. Huu msimu ka improve sana. Na imani atatupeleka nchi hadi akiendelea na fomu yake hii. Kingine nimesahau kusema kitu kingine. Nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipo mpa pongezi Joao Pedro. What a player. Yani ameimprove sana, shooting ability yake, anavo turn up, yani karudi kwenye fomu yake ile ya Club World Cup, na fomu yake aliyotoka nao Brighton imeongezeka. Akiendelea hivi deadly kwenye 18, nje ya 18, akiendelea hivi na imani atamaliza msimu na goli hata 18 hadi 20. Joao Pedro ni mchezaji mzuri sana, anachotakiwa maintain quality yake, ajue wapi sehemu ya kumove, wapi pa kupiga, apige mashuti nje ya box kwa sababu ana shoot ability yake ni kubwa. Kwa hiyo mimi nampongeza Joao Pedro, what a player. Wachezaji wamecheza vizuri, kila mchezaji kapambana mpaka tumeenda round of 16. Kwa hiyo nitoe pongezi kwa kocha, kwa kila mchezaji ambaye alihusika kwenye mechi ya jana, mashabiki, kila kitu kilienda vizuri. On to the next one. Okay, ni washukuru sana ndugu zangu ambao tulikuwa pamoja hapa, na kwa pamoja tujipongeze kwa kufika hatua ya 16 bora. Popote ulipo unatakiwa kujipigia makofi kwa kile ambacho kimeweza kufanyika. Nilikuwa hapa na Tosent Simon Barnabas pamoja na Hafiz Mnacho, ambapo ni mapundisi ambao nilikuwa nao hapa na wameweza kutupa kile ambacho nafikiri kila mwana Chelsea huko uliko ulikuwa una enjoy. Jina langu naitwa Himidiwe Kabuje, Brazil, anacheza kupitia mdomo. Hii ni Darajani 1905, Instagram Audiomack pamoja na Facebook. Sisi tupo tunapambana huko, tunakuletea kila update ambazo zinaendelea. Tutaenda na wakati mwingine ambao unafuatia. Mbele yetu kuna West Ham United kwenye EPL. William Rosena atakuwa na kitu cha kutuonyesha pia kwenye mchezo huo. Bye bye.